nadhani hilo limefahamika. Kwa hiyo tunasema tunaanza kila kitu bismillahi, kwa jina la Allah. Allah ambaye miongoni mwa sifa zake Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ni mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote anastahiki Allah, Mola mlezi wa walimwengu. Alhamdu ni sifa njema. Sifa, tukizungumza sifa, Kiarabu kina utajiri wa maneno. Lugha yetu sisi ya Kiswahili pamoja na lugha nyingine zina ufupi wa maneno. Kiarabu kina maneno mengi, na kila neno likitumika mahala huleta maana tofauti na kama lingetumika jingine. Kwa mfano, kwenye lugha ya Kiarabu kuna maneno ambayo yakiletwa kwenye lugha yetu ya Kiswahili huwa hatuna tafsiri, tunatafsiri kwa maana inayofanana. Kwa mfano, hii sifa, ukikuta kwenye Kiarabu kuna neno linaitwa sifatun, tukilitafsiri kwa Kiswahili tunasema sifa. Ni sifa vile vile. Sifatun ni sifa. Tunaweza tukasoma kwenye maneno ya Kiarabu tukakuta neno limeandikwa naatun, tukiambiwa tulitafsiri kwa Kiswahili tunasema sifa. Naat ya kitu ni sifa yake. Tunaweza tukasoma Kiarabu tukakuta neno limeandikwa thana, thanauhu, tutatafsiri tutasema kwa Kiswahili sifa zake. Thana pia sifa. Pia kuna neno kama hili hamdu, tukiambiwa litafsiri kwa Kiswahili tunatumia sifa, sababu Kiswahili chetu kina ukata wa maneno. Hatuna maneno ya kutafsiri naati tukaipa jina lake kwa Kiswahili, sifa tukaipa jina jingine kwa Kiswahili, hamd tukaipa jina jingine, thana tukaipa jina jingine, hatuna. Kwa hiyo ukiingia kwenye Kiarabu ukikuta limetumika neno fulani mahala, hata kama kwenye lugha yetu litakuwa tunalitafsiri kama tunavyotafsiri jingine, lakini kimsingi maana huwa inabadilika. Sifa inayotafsiriwa kwenye neno hamd ni tofauti na sifa inayotafsiriwa kwenye neno naat, na ni tofauti na sifa inayotafsiriwa kwenye neno sifa, wa halum majarra. Kwa hiyo alhamdu, hizi ni sifa za hali ya juu za kipekee. Hazipaswi sifa hizi kunasibishwa na mahala pasipofaa. Ndio maana nimewekwa hapa alhamdu. Hii haiwezi kuapply kwa watu wala kwa waheshimiwa ambao pia ni watu. Alhamdu, tahmid, hii inastahiki kwa Allah peke yake. Huwezi kumuhimidia mtu hata awe na cheo cha aina gani hapa duniani. Kwa hiyo sifa zinazoitwa hamd ni sifa ambazo zinaambatana na sifa za Allah kwenye uwezo wake, kazi zake na mambo yake anayoyafanya. Ukaichukua sifa ambayo anastahiki kusifika nayo Allah, ukaipeleka kwa kiumbe yoyote miongoni mwa viumbe, awe malaika, awe binadamu, awe jini, awe vinginevyo vyovyote vile, utakuwa umekosea. Umeiweka sifa mahala sipake, kwa hiyo umemtusi Allah. Kwa hiyo kama kuna watu walichonga masanamu yao wakasema hawa ni miungu wetu, tunawaomba, tunawaabudia, tunawataka msaada,
huwezi kutaka msaada kwa kiumbe. Yeye mwenyewe unayemtaka msaada yeye mhitaji pia. Kwa hiyo hii sura ikatufahamisha, iliposhuka iliwakuta watu wako kwenye mazingira mabaya ya ushirikina. Miongoni mwa mafunzo waliofunzwa watu wakati huo, walielimishwa nani wa kumkusudia kwa ibada. Ibada usende kuabudu sanamu, yuko anayestahiki kuabudiwa. Msaada usitake kwa kiumbe, haswa msaada ambao yule unayekwenda kumtaka akusaidie uwezo nalo hilo jambo hana. Kwa hiyo kama hapa kwenye sura hii kuna aya inasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, masala yote ya ibada tunaelekeza kwako tu Allah, na kama ni kutaka msaada sisi tunalazimika kutaka msaada kwako tu Allah. Sasa wewe ukijitoa hamnazo, ukaenda mzimni kuutaka mzimu msaada au kuomba mzimu haja ambayo haiwezekani kutekelezwa na kiumbe yoyote, mtekelezaji wa haja hiyo ni Allah peke yake, itakuwa wewe umefanya kazi moja mbaya sana. Umekwenda kupeleka sifa ya Allah mahala ambapo sipo. Umekwenda kutaka msaada kwa kiumbe kwa jambo ambalo huyo kiumbe hana uwezo nalo, ni Allah peke yake ndo anayeweza kulifanya. Kwa hiyo imetufunza kama ilivyowafunza hao waliokuwa kwenye ujinga, na sisi tunaambiwa ndo tuko kwenye zama za elimu na ustaarabu. Aya inatufunza kuna mambo hayastahiki kupelekwa kwa kiumbe, mahala pake ni kwa muumba peke yake. Alhamdu, sifa njema zote lillahi zinastahiki zirejeshwe kwa Allah, na sifa ndo zilizomo kwenye yale majina yake: Al-Khaliqul Bari'ul Mutasawwiru Al-Jabbaru. Ukichukua moja katika sifa hizo ukaipachika kwa kiumbe, kiumbe hafanani nayo. Hizo sifa zirejesheni kwa mwenyewe mustahiki, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndo hamd. Alhamdu kwa Kiswahili unatafsiri kila sifa njema lillahi, anastahiki kusifiwa nayo Allah, na sifa zake ziko kwenye hayo majina 99 tunayofundishwa kwenye Qur'ani. Hakuna mwenye uwezo wa kuvaa sifa ile yoyote katika ulimwengu huu. Kwa hiyo mzirejeshe kwa mwenyewe anayestahiki. Sasa mtu binadamu na akili yake timamu, katika kama mimi miaka 6 sasa hivi nimekaa na mke wangu sijapata mtoto. Sasa wewe umeacha jadi kwenu, wewe unaambiwa urudi kwenye jadi yenu, utoke upewe aina fulani ya mavazi, ufundishwe na maneno ya kusema, upelekwe kwenye mizimu yenu huko. Mkifika mnapiga hodi, yani mna adabu kweli kweli. Hodi hodi wazee, ndo tumekuja. Mwenenu huyu alipozaliwa tulikukabidhini ulezi, mpaka sasa ana shida, hajapata mtoto. Kweli mzimu ndo utakupa wewe mtoto, na hiyo ni kazi ya kuumba, na Al-Khaliqu mmoja tu. Mzimu utakuwezeshaje wewe kupata mtoto? Lakini watu walivyopambiwa wenyewe wanaona wakaenda huko mambo yao yanakuwa, lakini wamefanya kosa. Wamekwenda kuomba haja ambayo mweza wa kuitekeleza haja hiyo ni mmoja tu. Wao hawakumtambua, wakapeleka maombi ya haja yao mahala ambapo hapana uwezo wa kuwakidhia haja yao. Kwa hiyo mradi ufahamu neno hilo, alhamdu lillahi, sifa njema zote na katika majina ya Allah. Rabbu ni Mola mlezi, linatokana na neno tarbia. Atarbia ni malezi, kama nyinyi mnavolea watoto wenu. Allah kajipa sifa hii kwa sababu wewe kabla hujaja hapa duniani, alipoandaa umbo lako tumboni kwa mama yako, wewe ulikuwa una mahitaji yako. Mama hawezi kukukidhia wala baba hawezi kukukidhia.
hajakuletea tonge ya chakula mama huko tumboni, wala hajakutia drip ya kwamba hichi chakula cha mtoto. Allah kafanya mambo yake kizani, anakuumba huko kizani, haoni mtu huko. Yeye akajua kuseti mishipa yako, mifupa yako, akatengeneza macho, masikio, akavipa uwezo viungo hivyo wa kufanya kazi. Hajaona yoyote, ukazaliwa kila kitu kiko complete. Mpaka leo ukijiona hapo mzima, una miguu yako miwili, mikono yako miwili, una macho unaona, mishipa ya damu inatembea tangu tumboni kwa mama, mfumo wa damu haujabadilika. Moyo unapiga, damu inakwenda inarudi. Yuko mtayarishaji kakutayarisha hivyo. Mahitaji yako yote ya awali kaanza kukukidhia huko ulipokuwa tumboni. Unakula chakula, unakunywa maji, unavuta pumzi, unakwenda haja. Hayo yote hayakusimamiwa na baba wala mama. Sasa Rabbu ni mlezi, na kazi ya mlezi ni mwenye kukimu mahitaji ya anachokilea. Allah yeye ndo aliyekuwa mlezi wako wa kwanza kabla ya baba na mama. Kwa hiyo yeye sio Rabbu wa binadamu tu, kajiita Rabbil Alamina. Kama anavyowalea nyinyi binadamu akakidhi mahitaji yenu, ndivyo anavyowalea wanyama akakidhi mahitaji yao. Anawalea malaika na anakidhi mahitaji yao. Anawalea majini na anakidhi mahitaji yao. Anawalea wadudu tu wadogo wadogo, hata nyinyi hawakutegemeeni kwenye vyakula vyao. Allah anawakidhia mahitaji yao wote. Kwa hiyo Rabbu kwa sababu ni mlezi. Wewe ukiona mtoto wako unamlea, anahitaji chakula unampa, anahitaji nguo unamtafutia, anahitaji dawa kaumwa unatibia, anahitaji hichi. Kwa hiyo na Allah kwa viumbe wake anawakimu kwa mahitaji yao yote ya msingi. Akachukua hilo jina akajiita yeye ndo Rabbul Alamin. Kwa hiyo sifa njema zote lillahi, hizo anastahiki Allah. Mujue kila sifa kuiweka mahala pake. La Allah mpeni Allah, na la mwingine anayeruhusika kupewa la kwake mpeni mwingine. Watu wana misemo yao husema la Mungu mpe Mungu na la Kaisari mpe Kaisari. Alhamdulillah, sifa njema zote zinazotaalaki na uwezo wa Allah basi apewe Allah, lillahi apewe Allah. Watu wanafunzwa wawe na adabu hiyo, wamfahamu Allah na wampe haki yake. Rabbil Alamin, huyo Allah ndiye mlezi wa walimwengu wote, viumbe aliyowaumba akaweka kwenye ulimwengu huu. Yeye ndo mlezi wao, wanamtegemea. Yasaluhu man fi samawati wal ardi, wanamuomba viumbe wake wa mbinguni na viumbe wake wa ardhini. Bimaana wanamuhitaji na wanamtegemea viumbe wake wa mbinguni na viumbe wa ardhini. Kula yaumin huwa fi sha'nin, siku zote Allah yuko busy, anakidhi mahitaji ya viumbe, anauendesha ulimwengu. Kila siku nyewe mnaiona dunia tamu iko shwari, inashughulikiwa hii, ina mwenyewe. Na nyinyi mmewekwa hapa, mmepewa majukumu, responsibilities, mnajitia hamnazo, mnafanya ovyo, mnavuruga. Mujue uwepo wa mwenyewe mwenye hii dunia, mumpe haki zake, heshima yake, sifa zake. Ar-Rahmanir Rahim, haya ni majina yale ambayo yametumika kwenye hiyo aya ya kwanza. Mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ar-Rahmanir Rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa njema anastahiki Allah, mwingi wa mlezi wa walimwengu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kwa sababu ya jina lake la Rahmani, dunia inaenda vizuri. Wakorofi wote, madhalimu wote wanafanya matanuzi, hawatosheki na vyao vya halali mpaka wanaiba na vya wengine. Na Allah hapendi uharibifu, hapendi tabia mbaya.
hataki tabia za wizi, lakini mijizi siipo, mpaka na yenyewe inajuana. Sema wametuibia kipindi hichi mamilioni mangapi, trilioni ngapi na nini, wanajuana. Na Allah hapendi hiyo tabia, lakini bado hakasiriki akachukua hatua za kukurupuka Allah. Ni kwa sababu ya jina lake la Rahmani. Anawafeva viumbe wake wakorofi na wazuri, wanaotii na wanaoasi, wanaofanya vizuri na wanaoharibu. Yani kama wanategemewa labda kuna siku watafahamu, labda kuna siku watajirekebisha, wanasubiriwa mpaka mtu akafa mkorofi, tena hapo inakuwa rehema ya Allah ndo keshaikataa mwenyewe. Lakini fursa anayo, madam yuhai hapa duniani, anayo nafasi ya kujirekebisha wakati wote, akatubu, akafanya vyema, akawa katika watu wanaoridhiwa. Kwa hiyo Allah yeye ndo Rahmani Ar-Rahimi, tabia yake endelevu, yeye ni mwenye rehema. Maliki yaumiddin, Allah ndiye mmiliki. Maliki ukisoma mimu kwa alifu inakuja kwenye possessive case kwa wasemaji wa Kiingereza, yani mwenye kumiliki. Hiyo mimu ukiondolea alifu ukisoma Maliki yaumiddin inakuwa ni jina, the name, anakuwa ni mfalme wa siku ya malipo. Ukisema Maliki maana yake ni mfalme, Maliki maana yake ni mwenye kumiliki au mmiliki. Kuna siku moja ngumu, viumbe wote tutahudhurishwa mbele ya Allah. Malaika watapangwa kwa safu safu, majini na binadamu ndo washtakiwa wa siku hiyo, siku ya Kiyama. Mambo yataenda kama anavyotaka mmiliki wa hiyo siku, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe siku hiyo ndo jaji, yeye mwenyewe ndo shahidi, yeye mwenyewe ndo wakili, yani kila kitu huko. Upelelezi ukenda umekamilika. Hapa unaweza ukakaa mahabusu miaka 10, 15, hata ukaenda mahakamani ambia upelelezi mheshimiwa haujakamilika. Sasa kwa nini mmemshikilia huyu mtu na upelelezi haujakamilika? Tumumbioni kwa sababu upelelezi mwingine unahitaji ushirikiano wa kimataifa huko nje ya nchi. Basi unaenda mahakamani unarudi. Lakini kwa Allah ukenda kila kitu kimekamilika. Siku hiyo ameimiliki mwenyewe, hahitaji mawakili, hahitaji kudanganywa na mashahidi wa kupanga. Ushahidi uko, tena uliokuwa ushahidi fact, ushahidi halisi umeshaandaliwa. Kila mwenye lake atakuta ushahidi wake, kesi zitaenda kwa uadilifu, hadhulumiwi mtu siku hiyo. Allah anasema la dhulma al-yawm, hapa leo hadhulumiwi mtu. Mambo yako yote yapo kwa maandishi, na kila ulichofanya hata kama ulikisahau utakumbuka tu mazingira, wakati na siku ambacho hicho kitu ulikifanya. Kuna siku inaitwa hivyo yaumuddin, siku ya malipo. Leo ni mahala pa kufanya, mnafanya mambo mbalimbali na mnajiona wajanja kwamba mengine sijaonekana, sijulikani. Kuna watu wasiojulikana hapa, lakini wakenda huko wanajulikana bwana, na ushahidi upo. Kesi zao zitaenda kwa wepesi tu. Aliyemiliki hiyo siku ni huyo Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yaumiddin, mwenye kuimiliki siku ya malipo. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, hiyo ni siku ambayo hakuna mtu atakuwa na mamlaka ya kumsaidia mtu mwingine. Wal amru yawma idhin lillah, jambo la siku hiyo liko chini ya tasarruf ya Allah, Maliki yaumiddin. Naona tuweke hapo kwa leo. Tumesoma hizo aya 4. Kesho inshallah tutakuja kuimaliza. Na tunasema hii tulishaisoma kule. Hapa kama tunafuata procedure tu, tunaanza sura hii alafu tunaenda nyingine. Kwa hiyo kwa ufupi, hii ndo suratul Fatiha, na tumepitia kwa ufupi hizo aya zake 4. Tutakuja kuendelea na aya zilizobaki 3 kesho.
Ina aya 7 tu hii. Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Alhamdulillah, sifa njema zile zote anastahiki apewe Allah. Msisifiane nyie mna mapungufu ya kila aina. Allah ndo mwenye sifa za ukamilifu. Rabbil alamin, bwana mlezi wa walimwengu wote. Arrahmanir rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Leo mpo kwenye dunia yenu inaenda vizuri tu. Kuna siku mnaondoka hapa, lakini hapa ni mahala pa kazi. Kuna siku ya kuja kupewa ujira wenu, malipo yenu kwa kile mlichokitenda hapa. Siku hiyo ndo ameimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وإليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها هنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. أنت عالم بجميع حوائجنا فاقضها، وأنت عالم بجميع عيوبنا فاسترها، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آت كل سائل منا مسألته، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ميسر كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. ربنا جملنا بالعافية والسلامة، وحقق لنا التقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.